Kwa nyuso ninazoziona hapa, nina uhakika watoto hawa wanaenda kufanya mtihani vizuri na watafaulu vizuri sana. Kwa nini? Ni kwa sababu walimu wetu wa Shantamani, mwalimu amejaribu kuzungumzia tulikotoka, lakini nikumbushe tu kwamba mpaka 2015 shule hii ufaulu wa kidato cha 4 kwenda kidato cha 5 hatukuwa tunavuka watoto 3. Lakini leo hii kutoka kidato cha 4 kwenda cha 5 tunapeleka zaidi ya watoto 150. Hii ni hatua kubwa sana ambayo tumeifanya katika shule yetu ya Shantamani. Ni kazi kubwa ambayo walimu mmeifanya. Na kwa maana hiyo, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikaona ni jambo jema kwa kazi ambayo walimu wameifanya katika shule hii tuipandishe hadi sasa kuwa ya kidato cha 5 na 6. Na hata tulivyopokea hiyo, hatukubaki nyuma. Wanafunzi wetu waliendelea kufanya vizuri. Ndio maana ninaposimama hapa, ninaamini watoto wetu hawa wanaenda kufanya vizuri zaidi kuliko hata waliowatangulia. Na mimi nina imani kubwa watoto wetu hawa ni wasikivu. Ukiona shule wamefika, wamezungumza katika risala yao kwamba wakati wanafika hapa walikuwa watoto 72. Kwa miaka ya nyuma tungetarajia kwamba wamebaki 60 ama 40. Lakini badala yake wameongezeka mpaka wanafunzi kuwa 80. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Shantamani wazazi wanaiona ni shule ambayo inaenda kutengeneza elimu nzuri ya watoto wao. Na Shantamani hii ina matokeo ambayo kila mzazi anatamani kuyapata. Ndio maana badala watoto kuwa wamepungua ama kwa kuhama ama katika namna yoyote ile ya kutokuzingatia masomo wakatoka, badala yake wameongezeka zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu mkuu wa shule, nikupongeze wewe pamoja na walimu wako. Yes, tupige makofi mengi tafadhali. Asante. Wamezungumza viongozi walionitangulia. Imani ambayo wameizungumza na kuionyesha juu ya watoto wetu hawa ambao wanaenda kufanya mtihani wao wa kidato cha 6. Nina imani watafanya vizuri. Na kwa historia ya shule yetu, kila mwaka tunazidi kuboreka vizuri zaidi. Kila mwaka tumekuwa na mafanikio mazuri. Na wanangu ni waasie tu kwa jambo moja zuri. Tumekaa hapa Shantamani kwa miaka 2. Kilichoko mbele yetu ni sehemu ya kututoa katika hatua nyingine ya kielimu kwenda kwenye hatua nzuri zaidi ya kielimu. Mimi naomba zingatieni yale ambayo yamefundishwa na walimu wetu, lakini zingatieni yale ambayo wazazi wamekuwa wanawaasa kila mnapotoka nyumbani kuja hapa shuleni. Imani yangu ni kwamba mtayazingatia yote. Imani yangu ni kwamba yale yote ambayo mmekuwa mnakaa darasani, wakati mwingine mnachelewa kulala kwa ajili ya kujisomea ili mpate ufaulu mzuri, mtaenda nayo mpaka tutakapokuwa tunaenda kumaliza mitihani. Tumeweza kufanya mtihani mbalimbali ya ndani na nje, ikiwa mtihani wa utimilifu wa kidato cha 6 kanda ya Ziwa, yani mock exam, uliofanyika kwa mikoa 4 ya kanda ya Ziwa ambayo ni Geita, Mara, Mwanza na Kagera. Tuliweza kupata matokeo kama ifuatavyo: Division 1 7, Division 2 27, Division 3 42 na Division 4 4. Lakini pia tumefanya mtihani wa kwanza kwa mkoa kujiandaa na mtihani wa taifa, yani Joint Pre-Nectar 1, na kupata matokeo kama ifuatavyo: Division 1 36, Division 2 25 na Division 3 16. Mazingira ya simu kwa watoto wenu usijaribu kuachia. Usijaribu kuachia. Mkiwaachia hawatumii kwenye mazingira ambayo
sisi tunatarajia au ninyi wazazi mnawatarajia. Anaweza akakesha anachaji simu yake halafu anawasiliana na hawalake. Matumizi ya simu ni sahihi, lakini kama yatatumika vizuri. Lakini simu hizi pia zina madhara endapo zitatumika bila uangalizi. Kwa maana bado wana umri wa utoto, bado ni wanafunzi na wanahitaji kuwa na ndoto zingine baadaye. Kwa wanahitaji kuendelea kukomaa na kuendelea kujua matumizi sahihi ya simu hizi kwa ajili ya manufaa ya teknolojia. Tunaelekeza watoto wanapokuwa shuleni hasa wasipewe simu na wazazi wao. Lakini inaleta kigugumizi pale wazazi wanapokuwa hawaelewi nini madhara ya kuwa na simu maeneo ya shule. Hapo ndipo inaleta shida.